Siku ya mwisho ya Pompeii. Miaka 2000 iliyopita, katika nchi ambayo leo tunaiita Italia, dola kuu ya Roma ilikuwa ikistawi kwa nguvu. Kando ya pwani yake ya kusini kulisimama mji mzuri na wenye uhai ulioitwa Pompeii. Ukiwa umejaa bandari na masoko, kumbi za michezo na nyumba, ulikuwa mahali ambapo maisha mengi yalitia mizizi. Wakati huo, Pompeii ulikuwa mojawapo ya miji tajiri na yenye ustawi mkubwa katika dola ya Roma. Katika Pompeii waliishi watu wa kawaida, wasio tofauti na sisi, kila mmoja akiendelea na maisha yake ya kila siku. Mwokaji aliwasha tanuri kabla ya alfajiri na kuoka mikate yenye joto. Bandarini, wavuvi walisafisha samaki waliowakamata na kujiandaa kwa siku mpya. Wafanyabiashara na wasafiri walianza asubuhi zao yenye shughuli nyingi katika mitaa yenye pilika-pilika. Watoto walikimbia katika njia nyembamba wakicheka huku wakicheza. Watu matajiri na waheshimiwa waliwapokea wageni katika nyumba zao kubwa na kufurahia muda wa mapumziko. Askari waliolinda mji walitekeleza majukumu yao ya kila siku kwa utulivu na mpangilio. Kwa watu wa Pompeii, ilikuwa siku nyingine ya kawaida na tulivu kama ilivyo siku nyingine. Si mbali na mji kulisimama mlima mkubwa ulioitwa Vesuvius. Watu wa wakati huo waliamini kuwa ulikuwa volkano iliyokufa, iliyokuwa imetulia kwa muda mrefu. Ni wachache sana waliotambua hatari na uharibifu ambao volkano inaweza kusababisha. Hakuna aliyewaza kuhusu janga kubwa lililokuwa karibu kufika. Mapema asubuhi, mwokaji alioka mkate kwa makini mbele ya tanuri lenye moto. Harufu tamu ya mkate ilisambaa mitaani na kuwavuta watu. Bandarini, wavuvi walitengeneza nyavu zao na kukagua mashua zao kwa ajili ya siku inayokuja. Haya yote yalikuwa mandhari ya kawaida, yakijirudia kila siku katika Pompeii. Pompeii ulikuwa mji wa kimataifa ambako wasafiri kutoka maeneo mengi walikuja na kuondoka kila wakati. Katika nyumba za wageni na masoko, lugha nyingi zilichanganyika kwa kawaida. Wauzaji waliwaita wateja kwa sauti kubwa huku wakifanya kazi mchana kutwa. Kwa njia hii, mitaa na masoko yalikuwa moyo unaodunda uliounganisha maisha ya watu wa Pompeii. Siku moja, ishara za ajabu na zisizoelezeka zilianza kuonekana kote mjini. Ardhi ilitetemeka kidogo mara kwa mara, na sauti zisizojulikana zilisikika. Anga pia lilionekana kuwa jeusi na zito kwa namna isiyo ya kawaida. Lakini watu wengi walidhani ni jambo la muda tu na hawakulipa maanani. Hata watoto waliokuwa wakicheza mitaani walianza kuhisi kitu kisicho cha kawaida. Mlio wa chini uliotoka mbali uliingiza hofu katika mioyo yao midogo. Watu wazima waliwafariji watoto waliokuwa na wasiwasi na kuwapeleka nyumbani. Hata hivyo, hofu isiyoonekana ilianza kusambaa polepole katika mji mzima. Askari waliolinda mji walihisi kuwa kuna jambo lisilo sawa. Nyuso za watu mitaani zilionyesha dalili za hofu inayoongezeka. Askari walijitahidi kudumisha utaratibu, lakini vurugu ziliendelea kuongezeka. Hatimaye, moshi mweusi ulionekana wazi ukipanda kutoka juu ya mlima Vesuvius. Mfanyabiashara mmoja alikuwa akimpa mteja bidhaa kama alivyofanya siku zote. Ghafla, majivu ya kijivu yalianza kunyesha kutoka angani kama theluji polepole. Watu waliogopa na kuharakisha kufunga maduka payroll na kurudi nyumbani. Utulivu wa maisha ya kila siku ulianza kupasuka na kuanguka.
Hatimaye, mlima Vesuvius ulilipuka kwa mlipuko mkubwa uliotikisa mbingu na dunia. Majivu yanayowaka na moshi mweusi vilifunika anga lote kwa haraka. Watu walipiga kelele kwa hofu na kukimbia kutafuta mahali pa usalama. Mitaa iliyokuwa imejaa ustawi wa Pompeii ilibadilika mara moja kuwa mahali pa vurugu na hofu. Wasafiri na wafanyabiashara, wavuvi na waheshimiwa wote walikabili hofu hiyo kali. Wengine walikimbilia baharini, wengine wakakimbia kuelekea bara nje ya mji. Lakini majivu ya moto na moshi unaosonga koo uliumeza mji kwa kasi zaidi. Watu waliitana majina yao huku wakipambana kwa bidii ili kuishi. Mwisho wake, Pompeii ulizikwa kabisa chini ya tabaka za majivu ya volkano yenye unene wa mita kadhaa. Mitaa na nyumba, masoko na bandari ziliganda katika wakati kama zilivyokuwa siku hiyo. Maisha ya watu wengi waliokuwa wakiishi hapo yalisimama katika ule wakati mmoja. Mji uliokuwa umestawi katika dola ya Roma ulitoweka katika historia. Kadiri mamia ya miaka yalivyopita, kumbukumbu za Pompeii zilianza kufifia polepole. Vizazi vilivyofuata havikujua tena kuwa kulikuwa na mji hapo zamani. Hata hivyo, chini kabisa ya ardhi, siku ya miaka 2000 iliyopita ilibaki imehifadhiwa. Historia ilisubiri kimya kimya wakati wa kurudi tena ulimwenguni. Baada ya muda mrefu kupita, wanaakiolojia hatimaye walianza kufunua mji uliosahaulika. Nyumba na mitaa, michoro ya ukutani na vitu vya kila siku vilihifadhiwa kwa njia ya kushangaza. Kupitia uvumbuzi huu, watafiti walirejesha kwa uwazi maisha halisi ya watu wa Pompeii. Zamani iliyokuwa imelala kwa muda mrefu ikawa shahidi muhimu wa historia kwa nyakati za kisasa. Msiba wa Pompeii si hadithi tu ya zamani za mbali. Watu waliokuwa wakiishi hapo walikuwa watu halisi wenye ndoto na matumaini kama sisi. Hadithi yao inatufundisha kuwa binadamu lazima daima wawe wanyenyekevu mbele ya nguvu za asili. Kukumbuka na kujifunza kutoka kwa yaliyopita ni hatua ya kwanza kuelekea kuunda mustakabali ulio salama zaidi.